Okay, karibu tena. Leo tunaendelea na namba 16 ambayo ni concatenation mark. Concatenation mark huwa inatumika katika kujoin two text values kwenye seli husika unazotaka kuzijoin. Na hapa tuna mifano ya wanafunzi wachache ambapo kwenye kolamu hizi tunaona kwamba majina ya wanafunzi yamekuwa separated katika kolamu tatu. Na first name, middle name na surname. Sasa tunataka haya majina ya wanafunzi yaapie kwenye kolamu moja tu na si vinginevyo. Na ili uweze kufanya hivyo basi ni rahisi tu. Tutatumia concatenation mark au join symbol kwa ajili ya kuunganisha. Kwa hiyo tutakuja kwenye hii seli hapa. Type equals to. Alafu tutaselect seli tunayotaka kuunganisha. Tutaselect seli ya B6. Alafu tutaweka concatenation mark. Alafu tutaselect C6 concatenation mark. Alafu tutaselect na D6. Alafu baadaye tutabonyeza enter. Tutaona majina kweli yametokea, lakini sasa kuna tatizo ambalo linajitokeza. Majina yameungana moja kwa moja, hayana spaces. Sasa ili kuadd spaces tutarudi kwenye formula yetu. Tutakuja kuadd spaces katikati ya kila, yani hii B6 end ndio hii hapa. Kwa hiyo hapa katikati hapa ndipo tutakapoongeza hiyo space. Tutaongezaje? Tutaongeza kwa kutumia quotation mark, alafu tunaweka space ndani ya quotation mark, alafu tunaweka tena quotation mark. Ili kukamilisha tena mzunguko tunaongeza nyingine concatenation mark. Alafu tunakuja na mbele yake hapa kwenye C6 end tunafanya vile vile kama tulivyofanya. Tutaweka quotation mark, alafu space, alafu quotation mark. Alafu tutaweka tena end ambayo niyo ni concatenation au join symbol. Baada ya hapo tuta control enter. Tunaona kabisa majina yetu yamekuwa na spaces vizuri kabisa. Na kwa ajili ya kuendelea double click hapo unapata na wanafunzi wengine majina yanaungana. Sasa kama unataka majina haya yawe katika mfumo wa values peke yake, mfano hapo ukikliki kwenye jina la Jamila Juma Selemani utaona kabisa kuna formula inaonekana hapa. Sasa kama hutaki formula unaweza kuselect haya majina yote, alafu ka right click juu hapa, kimshaligeuka na right click hapa. Na right click alafu unakuwa kama unataka kumove, alafu baadaye unasema copy as values only. Ukigonga hivi unaona, ukiklik hapa majina yanaonekana kama majina, sio tena formulas. Hivi ndivyo ambavyo concatenation mark au join symbol inavyofanya kazi. Double quotes hutumika ku enclose text strings kama tulivyoona kwenye mfano uliopita, lakini tunaendelea tena. Ili kujifunza zaidi tutaingia kwenye hii seli hapa. Tunataka kujua grades za masomo ya wanafunzi hawa hapa. Kila somo amepata grade gani kutoka grade A mpaka grade F. Hizi hapa. Sasa tutaingiza formula hapa ya kutafuta grade, na formula hiyo itakuwa na vipengele 1, 2, 3, 4, 5, vipengele vitano vya kutest value hii kama iko kwenye grade gani. Sasa tutaingiza hapa kama kawaida, tunaanza na equals mark. Tutasema if bano logical test this cell D10 is greater to 74, then we need A. We need A, comma, if D10 is greater to 64, we need B, then if D10 is greater to 41, we need C, if D10 is greater to 29, then we need D, and otherwise we need F. Tabana ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne imeisha. Tuna control enter. Tunaona kabisa huyu mwanafunzi anaonekana amepata D. Sasa mantiki yetu kwenye huu mfano ni nini? Ni kuonyesha kwamba kila logical test
kila logical test imekuwa separated na comma, lakini imekuwa enclosed na double quotes hizi hapa. Enclosed, kwa mfano unapotaka kuweka text A, tungeweza kuweka A moja kwa moja, lakini sasa A ni text na mfumo wa Excel huwa hautambui text kwenye masuala ya mahesabu. Sasa ili uweze kuweka utambulike vizuri, unatakiwa kuweka kwenye double quotes. Unaweka kwenye double quotes hiyo A ili iweze kutambulika na mfumo wa Excel. Kwa hiyo ndio maana tumeziweka hizi zote A, B, C, D na F zote ziko kwenye double quotes. Kwa nini? Kwa sababu ni text strings. Vinginevyo haziwezi kutambuliwa na mfumo wa Excel. Kwa hiyo ndio maana tumeweka hivyo. Kwa hiyo tuta drag kwa kwenda huku na tuta drag kwa kwenda huku chini. Unaweza ukatest, kwa mfano huyu mwanafunzi huyu hapa Jamila Juma Selemani amepata 33. Ukiweka tu 29 itasema ni F. Unaona hapa imebadilika kuwa F. Ukiweka 90 itasema ni A. Umeona inasoma A. Kwa hiyo tunamwekea ile 33. Yes, hivyo ndivyo ambavyo double quotes zinatumika katika ku-enclose text strings. Percentage symbol. Sasa symbol hii huwa inatumika kuonyesha percent ya kile kitu ambacho nataka kukitest kwenye formula. Mfano hapa tuna majina ya wanafunzi pamoja na marks. Sasa tunataka tumpe mwanafunzi aliyesoma kwenye aliyefaulu vizuri kwenye somo la civics, tumpe angalau marks 0.5. Sasa 0.5 tunaiongezaje automatically kabisa kwa mwanafunzi aliyefaulu zaidi ya max 50 hapa. Improved maana yake amepata kuanzia 50 na kuendelea. Sasa tutaingiza formula hapa kwenye add. Tutaweka iziko tu, tunaanzisha formula. Alafu tutasema if abano hii hapa somo la civics is greater to hiki tunachotaka kukitesti hapa. Alafu tutaisurround na zile values zile ambazo isiyo ina move absolute. Alafu tutasema koma. Kama ni greater tunataka nini? Tunataka hii seli D10 then plus bonus hiyo tunamwongeza 0.5 hii hapa. Alafu tutaisema ni percent. Kwa nini percent hii hapa? Tutasema asilimia ili ituletee hiyo asilimia yenyewe, lakini hii y na yenyewe tutaisurround na hizo absolute values. Alafu then value if false. Value if false tutasema kama huyu mtu hajakizi hicho kigezo, tutaiambia program ituletee su civics ya kawaida, ile max ya kawaida. Alafu tutabana mabano, alafu tuta control enter. Unaona hapa imetuletea 33. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu hajavuka max ya 50. Endapo labda tuweke hapa 51. Alafu enter. Umeona imemuongezea, imesema ni 51.5. 0.5 ni ile 0.05 ya asilimia tuliyoiweka kwenye ile formula. Kwa tuta drag kwenda chini na wengine hao ambao wamekizi hivyo vigezo tuwaone. Ukiangalia huyu hapa ana kigezo ana zaidi ana 67 ndio maana ameongezwa. Huyu hapa naye ana 85 ndio maana ameongezwa. Wengine wote ambao hawajakizi kuvuka 50 na kitu hawajawekewa chochote. Kwa hiyo percentage symbol huwa inatumika kuchange values kutoka value ya kawaida kwenda kwenye mifumo ya desimali 0.0 kadhaa. Na tunaweza tukaangalia hapa mfano kwenye civics hii hapa tunaweza tukaingiza tu iziko tu, tunataka kuona asilimia ya hii ni ngapi au desimali zake zinatakiwa ziweje. Tunasema this one, alafu tunabonyeza percent. Ukibonyeza hii hapa enter, utaona kabisa imekwambia hiyo ni 0.51. Hii hapa asilimia yake ni 0.51. Ingekuwa 3 hapa vile vile ingeweka desimali. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo percentage symbol inatumika, na tutaendelea kujifunza zaidi mbeleni tunapoanza kujenga database, namna ambavyo tutatumia hizi symbols. Kwa hiyo usikose kufuatilia kwa ajili ya habari njema kama hiyo.
Implicit intersection symbol hutumika katika kureturn values in the same row, na hii ina masharti kidogo. Values zinazotakiwa kuwa returned lazima ziwe kwenye mfumo wa table array. Sasa table hii hatutaitumia, hii hapa hatutaitumia kutokana na kwamba haiwezi kuleta yale matokeo tunayoyahitaji. Kwa zaidi tutatumia hii hapa. Kwa sasa mfano wetu tutaweka kwenye sex2. Sex2 tunataka ku display values za sex hizi hapa. Nataka ziwe displayed hapa, lakini vile vile tukitaka na civics hizi marks ziwe displayed hapa kwa kutumia implicit intersection symbol. Sasa tunafanyaje? Tunaweka kasa mahali tunapohitaji kuweka formula, alafu tunaweka iziko tu, tunafunga na tunaanza na bracket square brackets, ndio zinatumika mara nyingi. Alafu tutasema at, alafu tutasearch hiyo sex, naweka hapo tena mabano ya square brackets, alafu tunaweka control enter. Kama unavyoona ime return the same values. Hapa ni female na huku ni female, hapa ni male na hapa ni male, vivyo hivyo kuelekea mpaka huku chini. Lakini pia kwenye civics unaweza ukaamua kurudia kama nilichokifanya hapa, au ukadragi kwa kwenda huku na yenyewe itakuletea kitu kile kile. Ila hapa itakuwa imekuandikia, badala ya kuandika sex yenyewe hapa itakuwekea ni civics, at civics. Kwa hiyo ndivyo ambavyo hii programu inafanya kazi, au hii intersection symbol inafanya kazi kwenye kurudisha the same values in the same row. Tutaendelea kujifunza kadri tunavyoendelea ili uweze kujua zaidi. Aya, mwisho kabisa tunamalizia na dynamic or spill array ambayo inakuwa represented by hiyo hash symbol. Na katika symbol hii unatakiwa kujua kwamba kwenye old version of Microsoft Excel hii haipatikani. Kwa hiyo ukitaka kupata feature kama hii unatakiwa kuwa na Microsoft Excel ambayo inaanzia 2016 and above. Mimi natumia ya mwaka 2024 ni Office 365 ambayo ni subscription based model ambayo inapatikana kwa kulipia. Kwa hiyo sasa ili uweze kupata feature kama hizi, kwa hiyo unatakiwa uwe umesha decide kwamba unatumia hiyo hapa ambayo ni latest version. Zile za zamani inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo sasa ili kupata dynamic spill array unatakiwa kwenda kwenye seli ambayo unataka ifanye spill. Kwa mfano hapa nitataka ispill haya matokeo yote haya, lakini nitaweka formula sehemu hii tu peke yake ya civics, alafu mengine haya yote itaspill huko. Kwa nitasema is equal to, alafu nitaselect range hapa yote, alafu nita control enter. Kama unavyoona imespill kote huko. Kwenye symbol hii sio lazima symbol ionekane ndani ya formula, lakini ndio representation yake kwamba inaitwa dynamic or spill array. Kwa hiyo kama unavyoona formula ina underline kwenye hii hapa cell, lakini hizi nyingine zote zina spill kulingana na formula iliyopo hapa. Kwa hiyo imesha detect kwamba select range ya aina hii unataka huku kote ispill. Lakini vile vile unaweza kutumia ile formula ya unique ambayo inapatikana kwenye newer version za Microsoft Excel. Ngoja tufute hii hapa. Unaweza tukatafuta unique values labda za civics peke yake pamoja na masomo mengine, lakini tutasema equals to, tutaweka unique, alafu tutaselect hii range hii hapa. Tunataka kujua unique values za civics ni zipi ambazo hazijirudi. Alafu tutabonyeza control enter. Tumeona kwamba unique values ziko hizi hapa 4. Kuna hii 33, 85, 44 na 67. Kwa hiyo ukitaka kujua masomo mengine una drag kwa kwenda hivi na masomo mengine. Kwa hiyo inakuonyesha zile unique values tu ambazo hazijirudi. Hii huwa inasaidia sana pale unapotaka kueliminate file duplicates, zile ambazo zinajirudia mara nyingi. Hizo inaweza kawa majina au inaweza kawa ni taarifa ambayo hutaki iwe na vikorokoro ambavyo vinajirudia. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo dynamic spill array inafanya kazi. Hii huwa ina spill kwenye range fulani hivi kama ambavyo umeona kwenye mifano hii.